Hongereni sana. Kazi ya kusimamia haki zao. Ninatambua kuwa majukumu yenu ni mazito na yanahitaji weledi, uadilifu, umakini, busara, uvumilivu na ujasiri pia wa kusimamia haki bila woga wala upendeleo. Na hapa napenda ninukuu maneno ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere aliyoyasema wakati akifungua mkutano ule wa mwaka 84, na nukuu: kazi ya uhakimu ni ngumu na inahitaji uadilifu mkubwa, na kwamba si kila mtu anaweza kuifanya kwa ufanisi bila kuwa makini, bila upendeleo na bila rushwa, kwa sababu haki lazima itendeke bila uchoyo na upendeleo. Hayo ndiyo maneno ya Mwalimu wakati ule ambayo mpaka leo bado yana uzito wake. Ni maneno mazito ambayo yanaishi mpaka leo. Mheshimiwa Jaji Mkuu, majaji na mahakimu, mtakubaliana nami kwamba hakuna taifa linaloweza kuwa na maendeleo endelevu na ustawi wa watu wake bila usimamizi mzuri wa haki. Uwepo wa mahakama huru yenye uwezo na uadilifu ni nguzo muhimu ya utawala bora na ni msingi wa upatikanaji wa haki. Serikali itaendelea kuulinda na kuheshimu uhuru huu wa mahakama. Ila nitoe rai kwenu, Mheshimiwa Jaji Mkuu, waheshimiwa majaji na waheshimiwa mahakimu, kuwa uhuru huu hauna budi kwenda sambamba na uwajibikaji, uadilifu, nidhamu, utii wa sheria na uzalendo kwa taifa lenu. Lazima hayo yaendane na uhuru wa mahakama. Watanzania wana matumaini makubwa sana na ninyi, na wangependa kuona mahakama inayosimamia haki kwa uwazi na kwa kuzingatia misingi ya kikatiba, sheria, lakini vile vile utu. Huko mahabusu huko kuna mtu anafungwa kwa kesi ya kubambikiwa tu. Sasa engineering gani imepita mahakamani mpaka mtu akaenda jela kwa kesi ya kubambikiwa? Akitoka nasema mimi sikuwa na kesi, nilibambikiwa tu, lakini nimetoka. Sasa wewe uliyepeleka ukamnyima mtu uhuru wake, kenda ukamfanya afungiwe kule, jipime una jukumu gani katika hilo. Lakini vile vile natiwa moyo na studies zinazofanywa kila baada ya muda kwamba imani ya Watanzania kwa mahakama zao imeongezeka sana.